Kisa cha ashabul kahf kwa ufupi kabisa, wale ambao pengine hawana habari kuhusu kisa hichi au ashabul kahf ni kina nani. Wameitwa watu wa pango kwa sababu ni watu ambao waliingia katika pango kutokea mambo ya ajabu yasiyo ya kawaida. Watu wenyewe ni vijana kadhaa ambao waliishi na kukulia katika bia, katika mazingira yaliyokuwa ya kikafiri na ushirikina. Vijana hawa katika kuishi katika sehemu ile au mazingira yale na katika kupima yale ambayo yalikuwa yakifanyika katika mji wao pamoja na watu wao, wakazingatia kwamba haya ni mambo ya batil, haya ni mambo yasiyokuwa ya sawa. Kwa hivyo wakaamua kujitenga kando. Lakini kabla ya hapo, kwanza walijaribu kuzungumza na watu wao, kuwaambia na kuwaelezea kwamba mambo haya myafanyavyo sivyo, haya ni mambo ya makosa, haya mambo ya munkar, huu ni ushirikina mnafanya, kuabudu masanamu na kuchinja kwa ajili ya masanamu na kusujudia sanamu na mambo mengine kama haya. Walipoona kwamba maneno yao yamepiga ukuta, hakuna aliye tayari kusikia wasia na mawaidha ya vijana hawa, wakaonekana kuwa ni vijana wadogo na wale wanaofanya mambo haya ni wazee na kina baba. Kwa hivyo vijana wakaona kwamba hawana nguvu, na pale walipofika ndio mwisho, hakuna lingine wanaweza kulifanya katika mikono yao. Wakaondoka. Katika kuondoka wakajitenga kando, wakaona kuna pango pahala, wakakutana. Kabla ya kwenda kwenye pango, kila mmoja hamjui mwenziwe. Baadaye wakajuana, wakaja kukutana kwa ajili ya tauhid, wakakutana kwa ajili ya aqida ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Hili lengo lilipokusanya hawa vijana, wakaamua kuingia katika pango ili wajifiche, wasionekane na power iliyoko pale wakati ule, isije ikawadhuru, isije ikawaletea balaa au wakaangamizwa. Kuingia katika pango ndipo akatokea mambo ya ajabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuhadithia ndani ya Qur'ani. Akatuambia, inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Hawa watu wa kahf, yale ambayo yaliwatokea yalikuwa ni mambo ambayo yanathibitisha alama na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko, yanathibitisha hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale anayotaka kuyapitisha miongoni mwa amri zake na qadhaa zake juu ya waja wake, anajua namna gani atayapitisha kwa hikma zake Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Wakaishi humo ndani ya pango 300 am, miaka 300, ikaongezeka na miaka mingine 9 juu yake, jumla ya miaka ni 309. Wamelala. Allah subhanahu wa ta'ala daraba alaihim an-nawm, akawaletea usingizi, wakawa wamelala. Usingizi wenyewe wamelala kwa njia ya ajabu, kwa namna ambayo sio ya kawaida mtu kulala. Mtu akilala huwa anafunga macho. Vijana hawa wako ndani ya pango wakiwa wamelala, lakini macho yao yamekoboka kabisa, kama yanang'ara kama vile taa inavyong'ara. Law ittala'ta alaihim, law tawaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ndani ya Qur'an, hapana shaka utatishika ile mandhar na sura yao. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika miujiza yake na mambo yake ya ajabu aliwafanyia vijana hawa, akawa anawageuza ili lilijiwe yale mawe yaliyoko chini na ardhi isije ikala miili yao ikaharibika. Najua nalo Allah subhanahu wa ta'ala akalicontrol, likawa linaingia miale yake jua lile kwa kadiri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitaka, ili kadhalika wasije wakadhurika. Watara shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata al-shimal wa hum fi fajwatin min. Dhalika min ayati Allah. Yote hii ni alama na miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala.